Unaambiwa ukistaajabu ya Musa utayaona ya Firauni. Leo tumepokea taarifa kutoka kwenye kijiji cha Mgao kinachopatikana kwenye kata ya Naumbu, halmashauri ya wilaya ya Mtwara, mkoani Mtwara, inayomhusu ndugu Musa Ali Nasoro maarufu kama Gofu, ambaye pia tunaambiwa ana matatizo kidogo ya akili. Inasemekana alifariki dunia siku ya Jumamosi na akazikwa siku ya Jumapili saa 4 asubuhi. Watu wakalia, pakapita matanga. Wakaja watu kutoka maeneo mbalimbali kwa ajili ya kuweza kushuhudia mwili wa ndugu yao na wakaamini ni yeye. Lakini katika hali ambayo sio ya kawaida, leo hii ninapozungumza nawe sasa hivi nimepokea taarifa kwamba huyo aliyezikwa ameonekana akiwa hai na buheri wa afya, na amefika hapa nyumbani kwake kwa ajili ya kuweza kuonesha watu kwamba eti jamani, mimi ni mzima. Na alipofika inasemekana kwamba alikuwa anagoma na kusema nani ametangaza kifo chake. Watu wa field tumefika hapa kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba tunakujulisha kile ambacho kimetokea ili nawe uweze kuona maajabu haya. Je, nini tatizo? Wamechanganya ama kuna kitu kilifanyika? Mimi naitwa Karim Faida. Hii ni Faida Online TV. Naomba nikukumbushe kusubscribe, kulike na comment channel yetu ili endelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field. Sasa hii tukazungumze na kaka wa aliyekuwa marehemu ambaye ameonekana, atuambie machache kuhusiana na tukio hilo. Mimi jina langu naitwa Selemani Ali Nasoro. Mkazi wa hapa pia Mgao. Yeah. Sawa. Tumpata taarifa hii kwamba kuna mtu alifariki dunia na mkazika, lakini ameonekana tena. Huyu unaeje na ilikuwaje? Huyu ni ndugu yangu. Baba mmoja, mama mmoja. Baada ya kudibarini tukapigiwa simu kusema jamaa yenu mfariki. Kwa hiyo tukaelekezwa maeneo aliyo. Na mliambiwa amefariki kwa ajali ama ilikuwaje? Sisi hatukujua kilichomuua kitu gani. Kama ajali au ilikuwa njaa, kwa sababu mtu wenyewe ushizi. Ana matatizo ya akili. Ana matatizo ya akili. Kwa hiyo tulienda sisi kujiridhisha kama kweli yeye au si yeye. Kwa hiyo maeneo yale ukitokea barabara ya Dangote ndio ukipata lami unafanya kama unashushia maeneo ya Mbugo. Sio mbali sana na kilima kile cha Mbugo cha kwenda Dangote kile. Tulipofika tumekuta kama watu kama 4. Kwa hiyo pale tukamkunjua tukajiridhisha kwamba ndo yeye. Ndio yeye. Na alikuwa amefariki. Na kweli alikuwa amefariki. Walimwekezekea nailoni. Kwa hiyo tukamwangalia alama zote kwa sababu kulikuwa na alama kwa kichwani ya makovu mawili. Kwa hiyo tukaangalia alama zile tukazifahamu kama ndio kweli ndio yeye, tunafahamu kama kweli ndio yeye, tukakuta polisi wameshafika na wao. Kwa hiyo na sisi tukatoa maelezo yetu kwamba huyu wetu, huyu wetu. Kwa hiyo baadaye wakatuambia tutansaidieni moja kwa moja kuleteni maiti nyumbani kwenu. Kwa jamaa zake wote ambao wanemfahamu maiti nayo vivyo wakaiangalia wakashuhudia ni yeye, wakashuhudia kwa yeye. Kwa hiyo tukajuzi ndio tukaandaa mazishi tukazika kama kawaida yetu ya Kiislamu. Kwa hiyo tukaisha hivi wageni ndio wametoka leo kwa sehemu mbalimbali. Wale kwa Lindi, wale kwa Kitele sijui wapi kuja katika msiba. Baada kuzika tukakaa siku 3 za maombolezo. Leo hivi siku la 3 toka tuzika. Kwa hiyo wao leo asubuhi wameondoka. Kwa hiyo baada kuondoka tukasikia taarifa. Mlienzika yule ameonekana Mbuo na mzima tukana sasa huyu tulienzika huyu. Nani? Wepi huyu anayekuja huyu anaonekana huko. Wepi? Kwa hiyo ikawa sisi hata tunachoelewa hakipo. Kashikwa na butwaa. Yaani mpaka sasa hivi tumeshikwa na butwaa. Kwa hiyo hapo unapotuona vichwa vinatuuma wala Kwa hiyo mnaamini kwamba huyu wenu kweli? Huyu ndio wetu. Na yule mlomzika wetu. Kwa sababu watu si wameshuhudia. Kwa hiyo wote wenu. Wote wetu. Sasa sijui imekuwaje hapa hatuelewi. Sijui walifanana, wamefanana watu hao afu wote kwa sababu yule kwa tulivyomkuta mazingira ni chizi na huyu naye ana matatizo ya akili. Na yule tulivyoangalia hatukujua uzima wake ulivyokawa, lakini tunajua kwa huyu alikuwa chizi kwa sababu tulivyomwangalia tujua huyu chizi huyu. Na ndio yule jamaa yetu. Kwa alama zake ndio hizi. Na wewe mdogo wako kabisa. Na mimi mdogo wangu, baba mmoja mama mmoja. Unamjua vizuri. Huyu wa 10, maana sisi baba mmoja mama mmoja tuko 10. Huyu anaitwa nani? Huyu anaitwa Musa Ali Nasoro. Na wewe? Selemani Ali Nasoro. Sasa tunaaminije kwamba huyu ndo mwenyewe wako?
Sasa hapo ndo sisi tumeshikwa na sangao. Sasa mnahisi kwamba ilikuwaje ni mpaka kufikia hiyo? Ndio yule. Lakini sasa tunaamini huyu ndo wa kwetu kwa sababu hakuletwa na mtu. Amekuja mwenyewe. Amekuja mwenyewe kutoka huko Mbua kufika hapa. Lakini na yule pia alama zote anazo za ndugu kwa ndugu yako. Anazo. Sasa labda sijui ilikuwa kufanana tu au hapo wametucheza njia za kishirikina hapo sisi hatujui. Kwa hiyo muogopi. Sasa tutagobaje? Sasa huyu ameshakuwa ndo tunajua ndo huyu. Sasa hapo jinsi ya kufanya sisi hatujui. Tutakuwa naye. Hakuna namna. Hakuna namna tutakuwa naye. Nasikia alipofika hapa alikuwa anaongea tena anagoma. Nani kasema mimi nimekufa? Ndio hasa kwa sababu wa watu mtoka huko kwa sababu yule hapendi sana kuwa na watu wengi sana. Kwa hiyo kuwa anachukia sana. Kwa hiyo alipomwona huyu sitotulienzika kwa hiyo wakaanza kumungani wameanza kumsubiri toka kule njiani kwa mpaka hapa kwa hiyo mpira noloma mpaka kufika hapa na alikuwa ananyosha mwenyewe njia mpaka amefika mpaka ndani na chumba chake nakikumbuka kila mingia hata sisi tunashangaa sijui ikoje sijui hapa sijui ushirikina au vipi au kufanana tu hapo wala hileweki. Sawa, kwa hiyo unazungumziaje kama kaka wa marehemu sasa tuseme kaka wa marehemu kaka wa aliyekuwa marehemu na kaka alionekana huyu wewe unazungumziaje jambo hili? Tunazungumza maajabu ya dunia yapo. Ndio hilo tu hakuna jingine. Maajabu ya dunia yapo kama ni ushirikina au kufanana hapo sijui kwa sababu hata nguo zotoka nazo na yule ilikuwa nguo zile zinafanana vile vile. Ndio hizo ambazo amevaa huyu. Sasa hapo sisi tunashangaa. Ile binadamu wengine kama unavyojua wanaona labda mkuchunguza vizuri lakini sisi wenyewe tunaishi naye na tulienzoea. Tumeona ndio huyu. Mtazamaji wa Faida Online TV, hapa ni kwenye kijiji cha Mgao kinachopatikana kwenye halmashauri ya wilaya ya Mtwara mkoani Mtwara. Tumefika na kuzungumza na kaka wa mtu ambaye alisadikika kuwa alifariki dunia lakini amezikwa kwa kufuata taratibu zote za Kiislamu na watu wamelia. Watu wamekaa, wamelala matanga, pamepita. Lakini baada ya hapo watu wameondoka tu inakuja kuonekana kwamba yule mtu ambaye alikuwa amefariki ameonekana tena akiwa hai na amekuja mwenyewe nyumbani. Hiki tunaita ni kizungumkuti na kaka anasema wanafanana, anasema yule aliozikwa ndo ndugu yake. Lakini pia aliyokuja leo ndo ndugu yake. Sasa ndugu yake hasa ni yupi? Mimi na wewe hatujui. Kama kuna mchezo umechezwa hatuwezi kujua. Utasikia wa Makonde hao wana kauli zao. Sijui mimi namalizaje. Lakini huyo kaka amezungumza na tumemkuta hapa mhusika ambaye anadaiwa kwamba alifariki dunia na mwili wake ukaletwa hapa na jeshi la polisi, lakini leo tumemkuta akiwa hai na tumemshuhudia sisi wenyewe. Sio kwa maana tunazungumza tu kupitia kaka. Sisi pia tumemuona yeye mwenyewe na ni mzima buheri wa afya. Tunaendelea kubaki hapa kuzungumza na baadhi ya watu tuambie sakata hili wao wamelipokeaje. Naitwa Karim Faida mtu wa field, endelea kubaki nasi. Sofia Ali na Solo. Mkazi wa wapi? Mgao. Binkuba tumefika hapa tumepokea taarifa kwamba mtu alifariki dunia na ameonekana. Huyu unaeje? Ndugu yangu baba mmoja mama mmoja. Wewe. Kwa hiyo taarifa hii uliipata amefariki na mkazika? Kumfuata kuja hapa kuzika. Baada ya kumuona nakuja hapa ulipokeaje? Nililia. Ulilia. Sasa hiyo ni furaha ama huzuni? Sema sasa aliozikwa wepi na huyu anayekuja leo wepi? Wewe ndugu yako hapo ni yupi? Ndugu yangu huyo aliyokuja leo. Na yule? Ndugu yangu. Kwa hiyo wote? Wote ndugu zangu. Kwa hiyo sasa huyu unamkaribia tu mnapiga unaongea naye umuogopi tena? Simuogopi na amechukua embe alikotokea huko. Nimemsalimia akasema hebu nani sehemu nikutilie embe. Anakukumbuka. Hii ya embe ndiye ananikumbuka. Amenitilia embe. Nakula. Sijala. Unaogopa? Hata siogopi. Bado muda tu nitakula. Sasa matanga yananoga tena? Hayanogi. Hayanogi. Hivi sasa tukitaka kufungulia video sema hapa pana msiba tena fungulia video kaka. Si kuna furaha? Ndugu yenu amerudi. Amerudi. Kwa hiyo huko kama walitakumfanya ndondocha wameshindwa. Wameshindwa. Hivyo hivyo. Jumla mlikuwa ngapi? 10? 10. Kwa sasa hivi mnahesabu mko 11. Si kuna mwingine huyo Alozi wamefariki toka mwanzo wengine wawili. Ndio tunasema kwa jumla sasa na huyu na Alozi 11. Wameongezeka. Haya, waendelea kubaki nasi tutazidi kuzungumzia ile jambo tuweze kuona limekaaje. Fatua Mali. Mkazi wa wapi?
Mkazi wa Mgao. Wewe umejisikiaje unamuona huyu mtu ambaye mnasema kwamba mshamzika na mnamuona huyu anakuja? Nimejisikia tu vibaya na sijaelewa chochote kile. Kwa hiyo sasa mnahisi kwamba mlomzika sio wenu, mmemzika mtu wa mwingine tu au ndio huyo huyo? Ndio hatuwezi kufahamu, si tuliona tu tunezika wetu na leo hivi aliyerudi tunamuona kama ndio yule yule tulenzika. Kwa hiyo mnahisi kwamba kuna kizungumkuti hapo? Na ndio tunaposhuku ndio. Hatuna uhakika. Ila michezo iko kweli ipo. Michezo ipo duniani hapa. Sasa mnahisi kwamba labda kama alitaka kuweka msukule huko ameshindwa au leo atakufanya hilo jambo imekuwaje? Hatujui. Hatujui. Kinga ya Mungu, kinga kubwa. Hatujui Mwenyezi Mungu tu au ameshinda, si hatujui. Lakini mnaamini kwamba kuna michezo imefanyika? Tunajua. Kwa hiyo sasa matanga yananoga tena? Haya nogi. Matanga hapa hayawezi kunoga. Ndio tumwagikana tu. Kwa hapa mnakula tu kwa kufurahi, maana ndugu yenu samerudi. Kilio tena. Hakuna kilio. Jina langu Abdul Muhammad Nangoma, mkazi wa kijiji cha Mgao. Taarifa hiyo umepokeaje? Kwanza tayari tulishapewa taarifa ya kufariki. Kisha leo tunaambiwa ameonekana afu ni mzima. Kwa hiyo tuko na kitu cha ajabu. Unahisi nini kimetokea? Hamna, sisi tunaona ajabu tu kwa sababu haiwezekani mtu afariki afu leo muone. Sisi ndio tunaamini ndio mwenyewe kuliko aliozikwa. Naamini kwamba ni watu wawili tofauti. Naitwa Asmani Changu, mkazi wa kijiji cha Mgao, kata ya Naumbu. Umeshuhudia hili tukio? Nimeshuhudia tukio baada ya polisi kuleta mwili wa marehemu. Kwa hiyo alikuwa anashuhudia na mwenyewe nimnyanyua kupeleka ndani. Lakini leo naambiwa amerudi akiwa hai. Leo naambiwa amerudi akiwa hai. Kwa hiyo ni jambo la kusikitisha sana, ni la ajabu kwa jamii au Tanzania. Wewe hili kama mkazi wa hapo umelipokeaje? Nimelipokea kwa huzuni kwa sababu sijawahi kusikia na sijawahi kuona. Na mtazamaji wa Faida Online TV, mara baada ya kuzungumza na ndugu, jamaa na marafiki kama ulivyowasikia kutokea hapa Mgao, tupata nafasi ya kuzungumza pia na kamanda wa polisi mkoa wa Mtwara SACP Isa Suleiman, ambaye kwa upande wake amethibitisha kutokea kwa kifo hicho, lakini anasema huyu ambaye amefariki ni tofauti na huyu aliyokuja kuonekana, kwa maana ndugu wamechanganya na kuzika mtu ambaye sio wa kwao. Lakini kama Faida Online TV tutazidi kufuatilia tukio hili na kujua ilikuwaje, pengine ndugu walikuwa wamefadhaika kutokana na hali ya msiba na pengine huyu ambaye alikuja alikuwa amefanana na marehemu. Mpaka kufikia hapo nimefikia tamati. Naitwa Karim Faida. Nikukumbushe kusubscribe, kulike na comment channel yetu ili uendelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field. Asante na kwaheri kwa sasa.